Serikali ya kaunti ya Mombasa imeanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha hitilafu ya usambazaji wa oksijeni katika wadi moja kwenye hospitali ya rufaa ya Pwani ambayo inadaiwa kwamba ilisababisha maafa ya watu kadhaa kwenye wadi hiyo. Na gavana wa Mombasa Abdulswamad Nassir ameeleza kuwa mhusika mkuu katika kizaazaa hicho atachukuliwa hatua kali, akisema amefanya kikao na familia iliyoathirika ili kupata upeo wa yaliyojiri Jumatano hiyo. Siku moja baada ya familia ya mzee Kimanzi Mwangi wa miaka 81 anayedaiwa kuaga dunia baada ya kufeli kwa mfumo wa kusambaza oksijeni katika wadi moja kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Pwani kuzungumza, serikali ya kaunti hiyo imeona kuna jambo lake. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nassir anaeleza licha ya kutokuwa jijini kisa kilipotokea, alihakikisha kuwa amepatana na familia hiyo ili kusikia upande wao wa matukio ya Jumatano jioni. Hata mimi kama gavana naweza kuchukua upande mmoja, nikachukua ripoti ambayo kwamba itakuwa ni hospitali, lakini nitakuwa na raha zaidi ikiwa pia nitaweza kusikia upande wa pili. Kwa mujibu wake, familia mwenda zake ingechagua mwanapatholojia inayemwamini kufanya upasuaji wa mwili wa baba yao kubaini chanzo cha kifo. Ripoti ya hospitali, ya mwanapatholojia na ya kampuni ya umeme italinganishwa kubaini hitilafu ilipotokea na iwapo ilichangia kwa vifo hivyo. Tatu, tutachukua na ripoti ile ambayo kwamba ni ya stima, kuangalia tatizo haswa lilikuwa ni wapi, na pia ikiwa kulikuwa kuna tatizo, lile tatizo lao ndio liloweza kusababisha hii kifo, na yule ambaye kwamba atakuwa ni responsible will definitely have to face the law. Kulingana na gavana Nassir, hitilafu hiyo ilisababisha vifo viwili katika wadi husika, ila haimaanishi kuwa vifo hivyo vilisababishwa na hitilafu hiyo. Haya yanajiri huku mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ikiongozwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu CHRJ ikitaka uchunguzi huru ufanywe na waziri wa afya kutimuliwa. Viongozi wa ukanda huo wametaka pia serikali ya kaunti kuinua viwango vya huduma za afya zinazotolewa katika hospitali hiyo ya rufaa. Eugene Mbeka, NTV, Mombasa.